Ni wakili msomi Boniface Anyisire Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Law Society TLS. Anaandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba tujiepushe na roho ya Kaini kwa Abeli. Anasema ni kanuni ya haki kwamba kama wananchi wana uhalali wa kukosoa maamuzi yasiyoridhisha ya mahakama, basi wana haki hiyo hiyo ya kuyapongeza maamuzi bora yanayolinda misingi ya utawala wa sheria. Anasema kwa mantiki hiyo ni jambo lisilokubalika kwa bunge au spika wa bunge kubeza shangwe halali za wananchi na wadau wa haki wanapoukaribisha uamuzi makini wa mahakama ya rufani. Badala ya kauli ya dharau, hili liwe fundisho na changamoto kwa bunge kujipambanua kwa kutunga sheria bora zinazojibu mahitaji halisi ya wananchi, na hivyo kulifanya liendelee kuwa chombo muhimu na husika katika maisha yao ya kila siku. Wakili Boniface Mwabukusi anaendelea kwa kusema ni kosa kuu na tishio kwa misingi ya mgawanyo wa madaraka pale muhimili moja unapotoa kauli inayoashiria kwamba unaweza kutunga sheria zinazofuta au kudhoofisha maamuzi ya muhimili mwingine. Anasema tabia hii haisaidii kukuza utulivu wa kikatiba, bali kudhoofisha imani ya umma katika taasisi zetu nyeti. Anaendelea kwa kusema kwa sababu hiyo ninaunga mkono kikamilifu wale wote wanaosherehekea uamuzi huu muhimu wa mahakama ya rufani. Anasema ni maamuzi ya msingi yatakayokumbukwa kwa kuimarisha haki, usawa na uhuru wa mahakama. Anasema tunatarajia kwamba uamuzi huu utaheshimiwa na kila mtu mwenye utimamu wa fikra na anayejali hatima ya taifa linaloongozwa kwa misingi ya sheria. Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema kauli ya Mheshimiwa Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson Mwansasu ni ya kusikitisha na haistahili kutolewa tena. Anasema ni vyema Spika atafakari uzito wa madaraka yake na kuepuka matamshi yanayopandikiza chuki dhidi ya muhimili mwingine. Anasema kuendelea kwa kauli kama hizi unaweza kumomonyoa misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na heshima ya taasisi zetu. Wakili Boniface Mwabukusi anamaliza kwa kusema tuilinde mamlaka ya mahakama, tuienzi katiba na tusonge mbele tukiwa na moyo wa ujenzi na si wa mafarakano, tukiepuka roho ya Kaini kwa Abeli. Huku akiambatanisha na picha ya Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson. Hapa amenukuliwa na gazeti la Mwananchi akisema Spika ashangazwa na wanaosherehekea uamuzi wa mahakama viongozi kushtakiwa. Baada ya maoni hayo ama andiko hilo la Boniface Anyisire Mwabukusi, wasomaji wake mbalimbali akiwepo huyu anaita jopo la majaji anasema viongozi wa CCM wanaamini yafuatayo: moja, wao wana hati miliki ya nchi, hivyo wastahili kufuata sheria. Pili, wana hati miliki ya uhai wa kila mtu, hivyo wanataka kuamua nani aishi. Tatu, wana hati miliki ya mawazo yetu. Nne, kodi tunazolipa tunawalipa wao, hivyo wanaweza kuzitumia kwa namna wanavyotaka. Lucas Bujashi anasema bado na marekebisho ya sheria ya ajira na mahusiano kazini zilizopelekwa bungeni na kupitishwa na bunge ni kandamizi. Pia sheria ya utumishi wa umma inawanyima haki watumishi wa umma kufungua mashauri yao CMA pale wanapoachishwa isivyo kihalali. Kuna waka bunge linatunga sheria mbovu wanufaisha wachache na si wananchi. Kusaga Majinge anasema ni Afrika tu kiongozi anajiona Mungu mtu, kwamba wao wasishtakiwe ni kina nani? Sheria haipaswi kubagua. Sahil Samu anasema lazima tufurahi maana mmejipa madaraka makubwa. Kama madaraka hayo ni mazuri, hebu tupeni na sisi tuwaonyeshe, acheni
mshtakiwe nyinyi ni kina nani? Yani hata muibe mshtakiwe, wakati mimi mkiiba kuku jela inanihusu. Nyie hata muibe matrilioni mnachekeleana. Wewe unaona ni sawa hapo? Na kama mnataka kushtakiwa, maana yake nyie ni waovu. Kaini Patrick anasema ukishangilia wapiga kelele, ukikosoa unatuharibia. Remo Moyo anasema no reform. Ya Dadia Rukuba anasema huyu mwanamke maneno mengi magumu kweli kweli, siwezi kuyasoma mtazamaji. Lewis Myoga anasema wale wanaopenda kusoma vitabu wasome Anguko la Mfalme Duncan wa Scotland mwaka 1140. Wataelewa matatizo ya wanawake. Parapanda Imelia anasema huyu aliwahi sema mtu yeyote akimsema vibaya kiongozi wa CCM polisi deal naye. Hii kauli ni aliwaruhusu. Mambo mengi kweli kweli ameandika huyu ndugu Parapanda Imelia. Richard Mbambo anasema unashangaa nini, kwani wao sio binadamu au kwa kuwa wamejifanya miungu watu ndio maana mnaona mahabusu na magereza ni za walalamhoi? Aibu yenu. Umbege Simoni anasema shida huyu anayeshangaa ataanza kushindana basi tu aonekane kushinda hata kwa jambo lisilohitaji ushindani. Aingia kilini kutopongeza uamuzi huo wa mahakama. Felix Ben anasema huyu tumsamee, ni kama mtoto anavyodondosha chupa, ajui kazi yake. Huyu hakuna anachoongea, yote anasoma tu alioandikiwa, sababu yeye kakaa seti ya aliahirisha safari. Hakuna speech aliyosema ikaleta impact. Emmanuel Masawe anasema anataka kujiaminisha yeye ni Mungu agusiki. No thank you. Cecilia anasema huyu ana roho ngumu kama sura. Naam, mtazamaji, maoni ni mengi kweli kweli hapa na watu wanaendelea kutiririka kuonyesha mitazamo yao kuhusiana na jambo hilo ambalo Mheshimiwa Mwabukusi amelizungumza, lakini ameweka picha hapa ya speaker akisema kwamba speaker ashangazwa na wanaosherekea uamuzi wa mahakama kwamba viongozi wanatakiwa wawe wanashitakiwa. Mtazamaji, wewe unasemaje katika jambo hilo? Je, unaona ni sahihi viongozi kushtakiwa wakifanya makosa, ama iendelee kuwepo kama sasa ambavyo kwamba viongozi wamejiwekea kinga hata wakifanya makosa hawawezi kushtakiwa kwa namna yoyote ile? Karibu kwa maoni yako mtazamaji wetu wa Nyikani TV. Langu jina ni Godon Karurunga. Asante.